Mwanamke mmoja anayefahamika kwa majina ya Zainab Kazembe Boma, mkazi wa kata ya Malumba, halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, amefariki dunia kwa kile kilichoelezwa kuwa ni uzembe wa daktari wa zahanati ya Malumba, ambaye yeye alifika kumhudumia mgonjwa huyo akiwa amelewa pombe. Hii ni ripoti ya Newton Yendaenda kutoka Tunduru. Inasimulia zaidi. Akimwelezea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma ndugu Odo Mwisho, Bwana Mdara Manjoro, baba mkwe Mwalimu Zainab Kazembe Boma, mkazi wa kata Malumba iliyopo halmashauri ya Tunduru mkoani Ruvuma, amesema kuwa tukio la kufariki mkwe wake linaelezwa kuwa ni la uzembe wa daktari wa zahanati ya Malumba ambalo litokea tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Inaelezwa kuwa mwanamke alifariki dunia baada ya kuugua ghafla na akakimbizwa katika zahanati ya Malumba, na baada ya kufika hapo mganga wa hospitali anayefahamika kwa majina ya Ignas Magomba muda huo kuwepo katika zahanati hiyo, na alifika baada ya saa moja huku akiwa amelewa na akamhudumia mgonjwa kwa kumwekea drip kisha kaondoka, na hali ya mgonjwa ikaendelea kuwa mbaya. Ilipofika saa 4 usiku walipomfuata tena, daktari alishindwa kuamka kutokana na uchovu uliosababishwa na pombe alizokunywa, na akarudi katika zahanati hiyo saa 11 asubuhi huku mgonjwa akiwa katika hali mbaya na akafariki dunia. Kaniambia baba mkwe, mimi najisikia sioni. Tulipotoka kutoka shambani kuja tukamkuta nyumbani, wakapikiwa chakula tukala wote. Dakika 5 baada ya kumaliza chakula yule akadondoka. Alipodondoka nilijaribu kutoa huduma ya kwanza, kumsaidia kumtia maji ya baridi, lakini nilipoona haifai kwa sababu nina usafiri, nilimchukua nilimpeleka zahanati akapata huduma zaidi. Nilipofika hospitali ya zahanati kuna masharti ya hii zahanati. Mganga mkuu hawezi kuchukuliwa bila kumchukua mwenyekiti wa kitongoji cha Mwimbili. Ilikuwa wastani wa saa 2:30. Tumekaa pale ndani ya lisali moja. Yule bwana hajatokea, yule mganga mkuu. Amefika kwa muda huo akiwa amelewa. Sasa baada ya kufika pale akaenda huku sijui wapi, akachukua hivyo bidu maji akaweka pale, si akamtia maji, akaondoka bila taarifa yoyote ya kutuelekeza pale kwamba kikoonekana kifanya hivyo. Mnamo saa 4:30 kwenda au na dakika 33 hivi, yale maji aliyotundika yakasimama. Nikamtuma watoto wangu waende wakamchukua alikolala. Akasema nitakuja. Akasema nakuja. Ikafika mpaka saa ngapi? Nikamtuma mara ya pili. Mpaka saa 5 hajafika. Nikasema tuache. Tumuache. Tuone pale atakapoamua kuja mwenyewe. Akaja saa 11 ya asubuhi. Alipofika saa 11 asubuhi, yule tayari yule binti, yule mke wangu tayari povu linamtoka. Tukamwita yule mganga, tukamuoji, kwa nini umefanya hivi? Baada ya hapo nikapeka ile taarifa kwa DMO. Yeye alisema kwa kweli nilikuwa nimegazivika mambo fulani. Nikamuuliza ulikuwa na tatizo gani? Akasema nilikuwa nimezidiwa, lakini baadaye nimefika nyumbani kazidiwa na nikapitwa na usingizi, ndio nimefika saa 11. Baada ya hapo mimi nikatumia taarifa kwa DMO hilo swala analishughulikia. Na wewe mtaalamu ukishafikia hatua ile unajenga chuki na wananchi. Wananchi hawezi kukupenda. Hawezi kukuunga mkono, hawezi kukusaidia. Wanakuona wewe ni sehemu ya adui, sehemu ya mauaji ya ndugu zao, kitu ambacho huwa kikubaliki. Kwa hiyo ndugu yangu Manjolo na ndugu wanachama wenzangu wa CCM, hili nimelichukua kwa uzito wa pekee sana. Tutalifikisha kwenye mamlaka zinazohusika ili walifanyie uchunguzi wa haraka sana. Haya mambo angekuwa nasikilizwa, diwani asingekuwa anajiuma hapa kusikia lile swala daktari. Angekuwa ameshalisikia. Tunatiana tabu Chama cha Mapinduzi baadhi ya watu kutotimiza majukumu yao. Kutoka Tunduru mkoani Ruvuma, Newton Yendaenda, EATV.